Turejee barani Afrika. Bunge la Ulaya linatarajiwa kujadili ukiukaji wa haki za kibinadamu nchini Tanzania, mauaji ya baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 pamoja na kuendelea kuzuiliwa kwa kiongozi wa upinzani Tundu Lissu. Ubalozi wa taifa la Tanzania uliopo Belgiji umetaka bunge hilo litoe nafasi kwa Tanzania kueleza upande wake. Aidha, ubalozi huo umesema kujadili hoja hiyo bila kuipa Tanzania nafasi ya kujibu madai dhidi yake ni sawa na kukiuka kanuni za kimataifa. Pendekezo lililo mbele ya bunge hilo linataka tume ya bara Ulaya kusitisha mara moja misaada ya moja kwa moja kwa serikali ya Tanzania, kutoa msaada kwa mashirika ya kutetea haki za kibinadamu na wanahabari, na pia linapendekeza vikwazo dhidi ya watu waliohusika katika ukiukaji wa haki za kibinadamu nchini Tanzania. Sasa wakati hayo ya kijiri, Tanzania imefuta mashtaka dhidi ya watu 607 waliokamatwa wakati wa msako wa baada ya uchaguzi wa mwezi Oktoba, wengi wakishtakiwa kwa uhaini kufuatia maandamano mabaya. Katika taarifa ya video, waziri wa masuala ya sheria Juma Homera amesema watu 2045 kote nchini walikamatwa na kushtakiwa kuhusiana na machafuko hayo. Homera amesema zaidi ya watu 1400 bado wanaendelea kushikiliwa, huku kesi zao zikipitiwa na mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP. Uamuzi wa kuondoa mashtaka unafuatia agizo lililotolewa na Rais Samia Suluhu Hassan wakati wa ufunguzi wa bunge Novemba 14, likimwagiza DPP na vyombo vya usalama kupitia kesi hizo na kuwaachilia wale ambao hawakuwa katikati ya ghasia za baada ya uchaguzi. Uhaini una adhabu ya kifo nchini Tanzania.